Bwana mtazamaji, Machi 21 ilipigwa mechi ya ligi kuu Tanzania bara, Young Africans dhidi ya timu ya Mtibwa. Young Africans akiwa ugenini kule mkoani Dodoma. Sasa kulitokea matukio mengi katika mchezo huo, lakini kubwa zaidi ambalo wengi walitolea macho ni tukio la mlinda mlango wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra kutaka kwenda kumshambulia mwamuzi wa mchezo ule anaitwa Gilbert Mrina kutoka Kilimanjaro. Sasa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, bodi ya ligi kuu Tanzania bara, katika kikao chake cha Machi 26 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali na kutoa adhabu kama ifuatavyo. Sasa tuangalie adhabu ambayo kapewa mlinda mlango wa klabu ya Young Africans. Mechi namba 126, Mtibwa Sugar 1, Young Africans 1. Mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja Jamhuri jijini Dodoma. Adhabu ni kwa mujibu wa kanuni 41(5) kifungu cha 5.3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Lakini pia mchezaji Djigui Diarra ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Diarra ametenda kosa kwa mujibu wa kanuni 41.5 kifungu cha 5.4 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji, kwa sababu kitendo hicho kinaashiria matusi na dharau. Adhabu ni kwa mujibu wa kanuni 41.5 ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Lakini pia Djigui Diarra huyo akamponza mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapa juu ambaye anajulikana kama Gilbert Mrina kutoka Kilimanjaro. Ameshushwa daraja la uamuzi kwa kosa la kushindwa kuchukua hatua stahili kwa mchezaji Djigui Diarra kwa kitendo chake cha utovu wa nidhamu kumshambulia mwamuzi kama ilivyoainishwa kwenye kanuni 42.1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Bwana, hiyo ndio taarifa kutoka bodi ya ligi kuu kumkuta na hatia mchezaji wa Young Africans Djigui Diarra na kumtoza faini ya jumla milioni 4 na kumfungia mechi 3 kuitumikia timu yake ya Young Africans. Hiyo ndio taarifa ambayo ina trendi kwa sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii.